Mdomo wako ni kituo cha muujiza, na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mdomo wako ni kituo cha muujiza. Watu wengi ambao wanatamani muujiza wasijue kwamba muujiza wanaotaka uko kwenye midomo yao. Kuna watu wengi ambao wanatamani mambo mbalimbali yatokee kwenye maisha yao, lakini hawako makini na kile wanachokitamka. Kumbuka tunapojifunza kwenye uumbaji kuanzia Mwanzo sura ya 1, maandiko yanasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Lakini hiyo haikuwa shida kwa Mungu. Nchi ilikuwa utupu tena ukiwa, lakini Mungu akaanza kutamka kile alichokuwa anataka kiwe. Akaanza kutamka na iwe hivi, iwe nuru, ikawa. Kila alichokuwa kinakitamka kilikuwa kinadhihirika. Kwa midomo yetu, mdomo wako ulionao ni kituo cha muujiza. Your mouth is the center for miracles. Ni kituo cha miujiza. Na kwa bahati mbaya watu wengi wananena maneno yasiyofaa. Watu wengi wanatumia midomo yao kutamka miujiza ambayo iko negative kwenye maisha yao. Watu wengi wanatamka mambo ambayo hawatamani yatokee kwenye maisha yao. Watu wengi wanatamka maneno ambayo hawatamani kuyaona kwa watoto wao. Watu wengi wanatamka maneno ambayo hawatamani kuona kwenye biashara zao. Maandiko yanasema kwenye Mithali 18:21 kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wapendao watakula matunda yake. Kuna watu ambao wameziua biashara zao kwa midomo yao wenyewe. Kuna watu ambao wameua hatima za watoto wao kwa midomo yao wenyewe. Kuna watu ambao wameua hatima za maisha yao kwa midomo yao wenyewe, kwa sababu ya kutokujua kwamba midomo hii tulionao ni kituo cha muujiza. Sasa mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Watu wengi wanatamka mauti. Watu wengi wanatamka maneno ambayo hawatamani kuyaona kwenye maisha yao. Paulo akasema kwamba neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema. Neno lolote lililo ovu, tunaposoma kwenye Efeso 4:29, anasema neno lolote lililo ovu lisitoke kwenye vinywa vyenu. Kwa nini Paulo aliagiza kanisa la Efeso kwamba neno lolote lililo ovu, neno lolote lililo baya lisitoke kwenye vinywa vyao? Kwa sababu anajua kwamba kile tunachotamka kinakuja kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Na kumbuka kwamba maneno tunayotamka ni roho. Kwa inaingia katika ulimwengu wa roho na baadaye inakuja kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Sasa mauti na uzima. Na ndio maana watu wenye hekima wako makini sana na maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao. Paulo akasema ninaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Watu wenye hekima, watu waliofanikiwa, watu wafanya biashara hata wakubwa waliofanikiwa, au watu wenye hekima kubwa, neno kwa mfano siwezi, kwamba I can't, haliwezi kutoka kwenye midomo yao, kwa sababu anajua tu punde unapotamka kwamba mimi siwezi, tayari kuna kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa roho kuhakikisha kwamba inakuwa kama ulivyotamka. Mdomo ulionao ni senta ya muujiza. Muujiza wowote unaotaka unaweza kuupata kwa kinywa chako. Watu wengi midomo yao imejaa mauti. Wanatamka mauti kwenye maisha yao. Wanajinenea mema, wanajinenea mabaya. Wanajinenea mabaya biashara, wanazinenea mabaya biashara zao, na wanashangaa kwa nini maisha yao yako hivyo walivyo. Wakati wana wa Israeli walipoenda kupeleleza nchi ya ahadi, wanasema kwamba ili nchi sisi hatuwezi kuendea. Hatuwezi kuingia kwenye nchi ile. Kwanza mijitu iliyopo kule ni mijitu iliyo mirefu, mijitu yenye nguvu. Sisi tumejiona kama panzi. Mungu akasema kama nilivyosikia masikioni mwangu ndivyo nitakavyowatendea.
kama nilivyosikia masikioni mwangu. Alisikia nini masikioni mwake? Alisikia kwamba hawezi kuingia nje ya ahadi, hawezi kuingia nje ya Kanaani. Kwa watu wote waliofia, Waisraeli wote waliofia jangwani, sio kwa sababu Mungu hakutaka kuwaingiza Kanaani, ni kwa sababu alisema kwamba hawezi kuingia, kwa sababu mijitu iliyopo kule ni mijitu iliyopanda hewani, ni mijitu yenye nguvu kiasi kwamba wao walijiona kama panzi. Mungu akasema kwamba kama nilivyosikia masikioni mwangu ndivyo nitakavyowatendea. Kwa tunapofungua vinywa vyetu, Mungu anasikia tunachokisema. Wana wa Israeli walisema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye ile nchi na wala wenyeji wa nchi. Hatuwezi kuingia. Mijitu tuliyoikuta kule sio mijitu ya kawaida. Wakaishia jangwani kwa sababu walitamka kwamba hawezi kuingia Kanaani. Mambo mengi ambayo Mungu anatamani kukutendea. Kuna miujiza mingi ambayo Mungu anatamani kukutendea, lakini unajitamkia nini? Mbingu inakusubiri utamke kitu. Mbingu inakusubiri utamke kitu. Na ndio maana maandiko sasa, lolote mtakaolifunga duniani, Yesu akisema lolote mtakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Anayetangulia ni wewe. Unatangulia kutamka unachotaka kitokee, na mbingu inasema amen. Kwa mdomo ulionao, kinywa chako ni kituo cha muujiza. Kituo cha muujiza. Hajalishi mazingira unayoona, utakiwa kutamka kile unachokiona, utakiwa kutamka kile unachokisikia. Tamka kile ambacho Mungu anasema, tamka kile ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako, tamka kile ambacho unatamani kukiona kwa watoto wako, tamka kile ambacho unatamani kukiona kwenye biashara yako, tamka kile ambacho unatamani kukiona kwenye afya yako. Sisi wenye hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani, na imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mdomo wako ni kituo cha muujiza. Linda kinywa chako. Neno lolote lililo ovu, neno lolote ambalo utamani kuliona kwenye maisha yako, chochote ambacho utamani kuona kwa watoto wako, chochote ambacho utamani kuona kwenye biashara yako, chochote ambacho utamani kuona kwenye afya yako, usikitamke. Tamka kile ambacho Mungu amesema kwenye neno lako. Tamka kile ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako. Tamka kile ambacho unatamani kukiona kwa watoto wako. Hata kama mtoto wako inaonekana kwamba afanye vizuri, endelea kutamka kwamba mtoto wangu ni kichwa wala sio mkia. Mtoto wangu yupo juu tu na wala hayuko chini. Endelea kumtamkia maneno chanya. Endelea kumtamkia maneno chanya. Siri hii alijua mama yake Ben Carson. Ben Carson ni mtu ambaye dunia inamtambua. Aliandika kitabu cha Think Big. Hakuwa hivyo kwenye utoto wake. Alikuwa ni mtu ambaye anakuwa wa mwisho. Kila mtihani ukija alikuwa anashika mkia. Alikuwa anakuwa wa kwanza kutoka chini. Lakini mama yake alimwambia kwamba una akili, kwa sababu alijua siri hii kwamba mdomo wake ni kituo cha muujiza, kwamba kila anachokitamka kuna jambo ambalo linafanyika katika ulimwengu wa roho. Na sasa tunamfahamu Ben Carson ambaye ni daktari mkubwa, dunia inamtambua, lakini kwa sababu mama yake alijua kwamba mdomo wake ni kituo cha muujiza. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuanzia sasa Roho Mtakatifu akusaidia kujinenea mema, kuinenea mema ya biashara yako, kuinenea mema watoto wako, kukinenea mema, kunena kile ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako. Na hiyo neema ya kujinenea mema iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.